Wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kusikiliza tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Jumamosi ya leo, somo la Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 12 aya ya 8 mpaka ya 12. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nami nawaambia, kila atakayenikiri mbele ya watu, Mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Na kila mtu atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Na watakapo wapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kusema. Neno la Bwana. Katika Injili ya leo tunahimizwa kumshuhudia Kristo katika maisha yetu. Yesu mwenyewe anatoa ahadi ya zawadi nzuri kwa yule atakayemshuhudia au kumkiri Kristo mbele za watu. Zawadi hiyo sio ya kitu, bali ni kubwa zaidi. Yesu anasema yeye pia atamkiri mtu huyo mbele za malaika wa Mungu. Hii ndio kusema wale watakaokuwa na imani na kushika mafundisho ya Yesu katika maisha yao hapa duniani, Yesu hata wasahau katika siku ya hukumu, wala hatosema kwao siwajui ninyi. Bila shaka sisi nasi tunatamani tuwe miongoni mwa wale ambao Yesu anawakiri mbele ya malaika wa Mungu. Hii inatudai sisi kwanza kumkiri Yesu mbele za watu. Na namna ya kumkiri Yesu ni kuishi tukionyesha upendo kwake, tukitafuta kumfahamu zaidi na zaidi na kumtumikia, ndio kufuata mafundisho yake. Tumwombe Mungu leo, mwombezi ya Mtakatifu Teresia wa Avila, atujalie nguvu ya kumkiri Kristo katika hali na nyakati zote. Na kwa namna ya pekee, tuombe tuwe na nguvu ya kumkiri Kristo katika hali na nyakati ambazo kumkana Kristo kunaonekana kutatuletea faida katika ulimwengu huu. Katika Injili ya leo pia tunasikia kuhusu Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Mungu. Wao pamoja na Baba na Mwana wanafanya Utatu Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutufundisha na kutukumbusha tuliyofundishwa na Yesu mwenyewe na kutuwezesha kuyafanyia kazi. Tunasoma haya katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 691 na kuendelea. Roho huyu hutujalia mapaji yake 7 kama tunavyosoma katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 11 aya 2 hadi 3. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1303. Katika Injili ya leo tunasikia ahadi ya kupewa paji la hekima na akili tunapokuwa na watesi wa kiimani. Tuzidi kumwalika huyu Roho Mtakatifu ili atujalie mapaji yake nayo yatufae katika maisha yetu ya kila siku. Katika aya ya 10 inayoitwa dhambi isiyosamehewa, kwa kweli hasa ni kushupaa katika kukataa ujumbe wa wokovu ulioletwa na Yesu Kristo, kiasi cha kutotaka kusamehewa wala kutotaka kupokea mapaji ya Roho Mtakatifu. Ni kukataa kumsikiliza Yesu wala wale aliowatuma. Ni kuzikataa kazi za Roho Mtakatifu na kwa hiyo kukufuru. Huo ni upinzani usiorudi nyuma dhidi ya ufalme wa Mungu, na kwa hiyo watu hao hawatasamehewa. Hali hii ya kushupaa katika uovu na kutotaka kusamehewa huweza kutokea pale dhamiri inapokuwa imekufa, hali ambayo mara nyingi husababishwa na kurudia dhambi ile ile mara kwa mara bila kutubu. Tumombe Mungu leo atujalie macho ya rohoni tuweze kuona dhambi zetu na moyo wenye kutafuta huruma ya Mungu mara zote. Tumsifu Yesu Kristo.